Namshukuru Mungu. Shukuru Mungu kwa ajili ya afya, hata kama ina mgogoro, lakini najisikia bado nina sababu ya kuendelea kuishi. Sasa ninamshukuru Mungu hata kwa ajili ya kazi, kwamba ninaamka asubuhi, ninajua ninakwenda wapi na naenda kufanya nini. Katika taifa hili kuna watu hawajui wafanye nini wakiamka. Kutokuwa na kazi ya kufanya inapunguza utu wa mtu. Unakuwa tegemezi, unakuwa ombaomba, na mtu unayemtegemea na kumuombaomba na uwezo wa kufanyia lolote ambalo linapunguza thamani ya utu wako. Kwa hiyo kila siku namshukuru Mungu kwamba mimi na mahali pa kwenda kufanya kazi. Na nikifika mahali pa kufanya kazi nakuta watu wamefoleni, wanasubiri ili niweze kuingia kuwahudumia. Ni furaha na faraja kusikiliza watu wenye matatizo. Na wakati mwingine hawahitaji kitu kingine. Wanachohitaji ni mtu wa kufanya nini? Wa kuwasikiliza. Kuna watu wanakuja mbele yangu anaongea hata dakika 40. Halafu akimaliza anainuka anasema asante askofu, kwa heri. Kabla hujamjibu wala kumpa suluhu ya tatizo lake. Kumbe alichokuwa anahitaji ni kusikilizwa. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa kazi. Kazi ni uhai, kama wanavyosema, kazi ni utu. Mtu asiye na kazi ana kazi. Mtu asiye na kazi ana kazi. Asante Baba Askofu. Sisi tunashukuru kwamba unapata nafasi kubwa ya kuwasikiliza watu. Sisi sasa tumekuja kukusikiliza. Asante sana. Baba Askofu, kama ambavyo umesema kutokuwa na kazi ni kazi. Sasa katika taifa hili kuna tatizo la ajira. Na tatizo halianzii juu, lakini ukiangalia katika mfumo wa elimu, kila mwaka kuna professions nyingi zinafyatuliwa kutoka vyuo vikuu. Tukiangalia shule za msingi, sekondari, elimu ya juu hizi, kila sekta wanatoa wataalamu katika masuala mbalimbali, lakini ajira zilizopo hazitoshi ukilinganisha na uhitaji wa walioko huko nje wanaozihitaji. Kwako hili linaleta picha gani? Siwezi kuliita tatizo wala changamoto. Labda ningeazima maneno ya Waziri Mkuu mstaafu hayati Edward Lowassa. Alisema yeye aliita ni bomu. Swala la ajira alisema ni bomu linalosubiri kulipuka. Kwa hiyo tuna tatizo kubwa. Nikiangalia hapa mezani kwangu, ninapokea maombi ya kazi kwa level zote. Kuna wenye PhD wanaomba kazi, kuna wenye masters wanaomba kazi, kuna wenye bachelors, diploma, certificate, mpaka darasa la 7 wanaomba kazi. Kwa hiyo tuna mfumo wa elimu ambao unaandaa watu kuajiriwa. Tuna mfumo wa elimu ambao unaandaa watu wetu kuajiriwa, sio kujiajiri. Sasa kabla hatujatengeneza mfumo wa elimu unaoandaa watu kujiajiri, tusiwabeze wanaotafuta kazi za kuajiriwa, kwa sababu wao waliandaliwa kufanya nini? Kuajiriwa. Waliandaliwa kuajiriwa. Kwa hiyo ndo maana mwenye PhD, mwenye masters, mwenye bachelors, wote wanatafuta kufanya nini? Kuajiriwa. Kwa tuna tatizo. Ni bomu kubwa linasubiri kulipuka, na tayari dalili za kulipuka zimeanza kuonekana hata kwa tasnia moja tu, sekta moja tu ya elimu, ya ualimu. Lakini nakwambia tunakokwenda hata watengeneza majeneza wanaweza kuunda umoja na ukatuletea tabu. Ukatuletea tabu. Baba Askofu, kuna kipindi uliwahi kunukuliwa ukisema kuna wakati ikifika mtu haambiwi cha kufanya, ila anaamka tu anafanya. Sasa na kama ulivyomnukuu hayati Edward Lowassa kwamba ni bomu, unafikiri kuna mtikisiko unaanza kuonekana? Mfano sasa hivi kama ulivyowataja sekta ya elimu, walimu, kuna chama wamekianzisha, walimu wasiokuwa na ajira, Non-Employed Teachers Organization. Inatuma ujumbe gani kwa taifa? Lakini kwako unaitafsirije? Nafikiri kama ulivyoninukuu, ndio. Shida zinaunganisha watu kuliko raha. Shida zinaunganisha watu kuliko raha.
Umoja wa walimu wasio na ajira, sidhani kama kuna mtu amefika huko akipiga kampeni. Yaani shida zimeshtukia, zimefanya nini? Zimewaunganisha na serikali ikawasaidia, kwa sababu walikuwa wanaomba, wanaingia kwenye kanzi data, wanakwenda wanakutana kwenye usajili, wanatapeliwa na watu wanaopenda rushwa, kusanyeni 200,000 tutawaingiza, zinaliwa na hawaajiriwi. Alafu wakajikuta wote sasa wanaungana. Sasa tuna vyama vitatu vya walimu. Kuna chama cha walimu CWT, kuna chama kinachopinga chama cha walimu, na sasa tuna chama cha walimu wasiokuwa na ajira. Soon tutakuwa na chama cha walimu waliostaafu. Unaona? Sasa hiyo itakwenda kila sekta kama hatutatatua tatizo la ajira. Natamani ili lituamshe, tuanze kuzungumza juu ya swala la ajira. Na mimi ninafikiri mawazo yapo yanayoweza kupunguza nusu ya tatizo la ajira tulionayo hapa nchini. Asante sana Baba Askofu kwa jibu lako zuri na mtazamo wako kuhusiana na hili jambo. Sasa hivi tumeona kwamba hiki chama cha walimu wasiokuwa na ajira, licha ya kuunganishwa na shida zao, lakini wameitwa kusikilizwa. Sasa sisi tunatamani tujue kutoka kwako, unafikiri ni njia mojawapo ya kutatua tatizo? Napenda kumpongeza sana Waziri George Simbachawene kwa kupata hekima ya kuwaita kuzungumza nao. Niliandika juzi kwamba mimi nilipokea, waliandika waraka hao walimu wasio na ajira hao. Kwenye inbox yangu nilipokea nakala za huu waraka 237. Hiyo inaeleza mambo mawili. Jambo la kwanza, tuna uhaba wa watetezi wa haki za watu katika jamii. Kwa kila mtu anakimbilia watu wale wale. Sasa mimi nilipokea 237. Na hili ni muhimu sana kulizingatia. Katika dubwasha hili kubwa, nchi kubwa namna hii, lazima watu hawa ambao wanaweza kuwa jicho la serikali kutetea wale wasio na nafasi ya kusikilizwa kirahisi, watu hawa ni muhimu sana. Unapoanza kuona polisi wanawinda hawa sijui nini, sio sawa. Hawaitakii serikali yetu mema. Hawa watu wanaokimbiliwa na wenye shida kwamba wawatetee ni watu muhimu sana katika jamii sana. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili, mimi nilipopokea hili jambo, nilijaribu kwa njia zangu kulipeleka kwa wanaohusika wakubwa huko juu, na baadhi yao waliniita tukazungumza. Baada ya hapo ndipo nikamwona Mheshimiwa Simbachawene akiwaita. Amefanya uamuzi mzuri kuwaita. Amefanya uamuzi mzuri kuwaita. Lakini nahisi nia yake njema inaanza kuhujumiwa. Inaanza kuhujumiwa na wenye kazi. Yaani sijui ni polisi, sijui ni wasiojulikana. Wao wana kazi, wanalipwa. Sasa wanaanza kuwahujumu watu wanaotafuta kazi. Nyinyi mna kazi, kwa nini mnawaonea hao wasio na kazi? Nia njema ya Simbachawene inataka kuhujumiwa na watu wenye kazi zao. Umesikia kamata hoji, hii sio sawa. Hii sio sawa. Hawa vijana wanahitaji kusikilizwa. Wakikosa mtu wa kuwasikiliza, shetani atawasikiliza. Na akiwasikiliza hatutapata mahali pazuri pa kukaa. Huwezi kuwa na kundi. Jana mmoja alikuwa ananiambia wamefikia, waliojisajili kwenye mfumo wao wako karibu 25,000. Lakini mtu mwingine akasema wako zaidi ya 200,000. Kwa hiyo hapa tunazungumzia kundi ambalo tuna walimu wengi wasioajiriwa kuliko walioajiriwa. Na hii sio sawa. Kwa hiyo mazungumzo, maridhiano yanatakiwa na kundi hili kuliko kuwa kamata, kuwatisha, kuwalaza ndani. Sasa mtu ananja unamlaza ndani, hana kazi. Ukimlaza ndani ndio kazi ameipata. Unajipa kazi wewe mwenyewe ya kuanza kumlinda. Baba Askofu, wewe pia umekubali kwamba ajira haziwezi kutosha wingi wa watu tulionao, wataalamu wengi tulionao. Lakini tumeona hivi karibuni umeanzishwa mtaala mpya. Mwanzoni umesema kwamba watu walikuwa wakifundishwa kuajiriwa. Lakini sasa hivi umeanzishwa mtaala mpya kuanzia shule za msingi na kuendelea, wanafundisha amali, competence. Mtu
angalau awe na cha ziada tofauti na vile vya darasani. Wewe maoni yako ni yapi? Unafikiri huu unaweza kuwa mwarobaini huko siku za mbeleni katika kukosa ajira au katika tatizo la ajira hapa nchini? Ya, unaweza kuwa mwarobaini, lakini ndio kwanza umeanza. Sisi hapa tunashughulika na tatizo hilo mkononi, kwamba tuna wahitimu wamejaa. Hii amali imeanza jana, haijatoa hata product moja. Kwa hiyo kuanza kuitegemea huu mfumo mpya, syllabus mpya ya amali, wakati haijatoa product zikaingia mtaani, ni mapema mno. Kwanza mimi I'm very pessimistic about it. Kwa sababu gani? Mimi nimeanza shule, tangu nianza shule nikihesabu mawaziri wa elimu wa nchi hii, nafikiri sasa wanafika 40. Sasa yuko rafiki yangu haya Profesa Adolf Mkenda, sijui atakuwepo mpaka lini. Si ndio juzi wamefungua sera ya elimu, wamezindua sera ya elimu. Kesho Mkenda ataondoka, ataletwa Merab Rakashoko, waziri wa elimu, anasema ondokana na mambo ya amali haya, anakuja na cha kwake. Kesho kutu atakuja Eliudi, anaondoa vya Birakashekwa, anakuja. Tunahitaji kuhitimisha masuala ya kuchokonoa mfumo wetu wa elimu. Kwa hiyo mimi amali sitaki kuizungumzia kwa sababu ni nzuri kwenye karatasi, lakini haijatoa product. Hapa tunazungumzia watu waliosomeshwa kwa ahadi ya kuajiriwa. Wako mitaani, wanahitaji kula, wanahitaji kuvaa, wengine wameamua kuanza kuzaa hata kabla hawajapata ajira. Sasa this is the problem. Yaani nyoka yuko ndani, wewe unaanza kuzungumzia habari ya kwamba tuzibe mashimo nyoka asiingie ndani. Nyoka yuko ndani, tena kitandani. Baba Askofu, sio uchokozi, lakini ninatamani utuambie ni mfano ukipewa mamlaka sasa hivi ushughulike na tatizo hili, utaanza na nini? Yeah. Mimi nitaanza na sekta binafsi. Hakuna serikali duniani inayoajiri watu wote. Haipo. Watu wengi wanaajiriwa na sekta binafsi. Sekta binafsi katika taifa letu imegeuzwa ni mshindani wa serikali badala ya kuwa mshauri na mdau wa serikali. Tuko pale ofisini, dayosisi yetu inaajiri watu 490. Lakini ukiambiwa vituko tunavyofanyiwa, mara aje afisa kazi, mara aje NSSF, mara aje WCCR, mara aje huyu, mara hiyo yote ni kufrustrate sekta binafsi aliyejitolea kuajiri hao watu 490 badala ya kumwezesha ili hawa 490 wasiondoke. Sisi tunazidi kumbana sekta binafsi ili hata hawa wafanye nini? Awaachie waingie mitaani. Kwa niwahi kutoa wito kwamba tunahitaji kukaa meza moja kuzungumza juu ya jambo hili. Kwa mfano, serikali ambayo haijaajiri iweke mazingira mazuri ya wawekezaji wa ndani. Waweze, yani hata wewe ukianzisha kijiwe cha kubrush viatu na kuchoma chipsi, ukachukua vijana wawili, serikali ikuone wewe ni wa maana sana, ikusaidie ili watu wabrashiwe viatu na chips zichomwe na hawa watu wapate kaposho kakwenda nao nyumbani. Lakini nenda ukafungue kesho, atafika mtu atakukamata, atakusomba na masufuria yako eti kwa sababu hujalipa NSSF. Wakati unaona bana. Kwa hiyo sekta binafsi ikiwezeshwa, ikawekeza, ikapewa mazingira mazuri ya kuajiri. Kwa mfano, nimeenda nchi moja hapo Amerika ya Kati, nafikiri Bolivia. Nikakuta serikali inashirikiana na sekta binafsi. Mtu yeyote ukijitolea, ukiajiri watu kuanzia 10, serikali inakupa exemption ya mambo fulani fulani ili uendelee kuwa maintain hao, wapate mahali pa kupata nini, ngalau kwa kiwango hata cha kima cha chini cha mshahara. Sisi hapa wakikuta umewaajiri hujafikisha kima cha chini cha mshahara, wanakufunga. Kwa hiyo wote wanapoteza kazi, serikali inapoteza kodi, na wao wanapoteza kazi, na wewe ulichokuwa unafanya kinakuwa frustrated. What kind of a country? Unaona? Kwa hiyo tuna sekta yetu binafsi inaugua ugonjwa unaitwa overregulation. Yani tuna regulations nchi hii, orodha ya regulations.
mpaka kichwa kitauma. Juzi nimeletewa kesi moja ya watu wa mnahitaji hao wa viwango TBS. Wameenda duka la mtu fulani wakakuta anauza mikate. Level ya TBS ipo. Wanataka alipe TBS. Akasema mimi nimenunua hii mikate kutoka kwenye kiwanda ambacho TBS tayari. Sasa mimi nitalipiaje tena TBS wakati nauza mkate? Akasema funga duka. Mgambo hapo tayari wapo tayari. Sasa ukiwa na nchi yenye attitude ya workforce ambayo haielewi maana ya trade liberalization, yani uhuru wa biashara, kuregulate haya mambo, kuyapunguza ili watu wawe free kujiongeza. Hizo amali mnazotaka kufundisha zinafundisha watu kujiongeza, kujiajiri, lakini wakikutana na vikwazo vya overregulations hawatatoboa. Hawezi kutoboa. Tuna vikwazo vingi sana. Tunajenga kiwanda hapa chini. Diocese imetafuta fedha 7 bilioni kujenga kiwanda cha kuchakata matunda ili wakulima waweze kunufaika. Ukiacha tu waziri mmoja ambaye kila wakati ananipigia simu kuangalia tumefika wapi. Lakini unaona kwamba hii ni yeye mwenyewe ndivyo ameumbwa, kwamba ni mtu anayejali. Sio waziri unaomfanya hivyo. Waziri unamfanya aje hapa kunioji, nani amekuruhusu kujenga hapa, leta kibali hiki, leta kibali hiki. Hatuna mawaziri wanaokuja sasa, askofu unajenga kiwanda, tukusaidieje? Tunaomba utuambie tukusaidieje. Wao wanakuja kama polisi. Tuna workforce ambayo imekaa polisi kila wakati. Kwa nini hiki? Funga mara moja. Wao wanajua kufunga, wajui kufanya nini? Kufungua. Kwa hiyo tatizo la ajira nchini litaendelea kama mindset ya workforce ya nchi na serikali yetu haitabadilika. Mwekezaji kutoka nje akija hapa na shilingi zake hata hazifiki nusu ya mtaji wangu ambao nimeuleta mimi, anapewa ardhi hiyo hapo, jenga, tunakupa na likizo ya kulipa kodi mpaka urejeshe hela zako ulizo. Lakini wewe Mera bila kashekwa, nenda katake kujenga kiwanda cha maziwa pale Kararo. Ujajenga, afisa mtendaji wakati ameshafika, nana amekupa kibali cha kujenga. Kesho anakuja katibu tarafa, kesho kutwa anakuja DC. Ujakaa kidogo mpaka na OCD anakuja. Yani wote wanatafuta kumshughulikia huyo anayetaka kujenga. Sasa hiyo attitude ni mbaya sana. Tuliweka haya ma one stop centers, but they are doing nothing. They are doing nothing. Kwa sababu ya mindset. Kwa sababu ya mindset haijabadilika. Ni nani sasa Baba Askofu wa kuingilia kati na kustua pande zote mbili kwamba hapa tunatakiwa kwenda hivi? Swali zuri na gumu kidogo. Sisi hapa tumejenga tabia ya kwamba rais anafanya kila kitu. Rais awe micromanager. Hajue funguo za kila chumba, hajue nani kachelewa kazini, hajue nani kaenda kunyonyesha mtoto hajarudi kwenye kiti chake. Ndio maana tukawa na rais ambaye anapita maofisini kukusanya makoti ya watu waliotoroka kazini. Unaona? Sasa unyapara, fikira za kinyapara kwamba kila kitu rais aseme kutoka juu. Alafu ukija huku chini anasema maamuzi kutoka juu. Ukienda juu anasema tatizo liko huku chini. Hiyo mindset mpaka tuje kuibadilisha. Njia pekee unfortunately ni kukubali kujenga taifa linalokubali maoni tofauti. Kwamba wewe ndani ya chama chako kwa mfano ndio kiko madarakani, unaweza ukatoa maoni tofauti na chama chako na ukavumiliwa. Sio kwamba kila ukitoa maoni tofauti tunakupitisha dirishani tunakufukuza. Tukubali kwamba tuna watu wenye karama na maoni tofauti ya kuweza kulikwamua taifa letu. Unyapara hausaidii. Kwamba kila kitu tukitaka tuende kwa rais. Rais watu wamechelewa kazini. Rais wanaume siku hizi wakienda baa wanarudi kuna kucha asubuhi. Sasa rais aje kuongea na waume zenu wao wanarudi mapema?